Okay bana, Kemal afunga safari mpaka kwa Benedict maeneo ya jikoni. Anachomfuatia bana Benedict leo hii ni kitu kimoja. Baada ya kuona kwamba Raki ameshaanza kufuatilia maisha ya zamani ya bidada Asia, na mbaya zaidi bwana mkubwa Raki alichoambulia ni taarifa za uongo wa kutosha. Hasa akajua sasa uongo huo wote utakuwa umepangwa na Benedict. Kwa hiyo anafuata sasa Benedict na kumshukuru kwa hilo jambo. Lakini Benedict anamwambia hivi, nimefanya hivyo kwa ajili ya kumfanya mwanangu afurahi. Kwa hiyo ninachokuomba kutoka kwako, naomba ukae mbali na Asia pamoja na wanawe. Lakini bwana mkubwa Kemal anasema hilo swala haliwezekani. Kisha Benedict akaamua kuondoka. Mahiri anambia wewe mwanangu na kipengele kweli kweli. Hasa kwa upande wa pili, bibie Helen bana anapata kuona kitabu chake cha zamani ambacho kilikuwa kinaonyesha michoro. Sababu bibie ni mzuri sana katika masuala ya usanifu majengo. Kwa hiyo anamwambia mama yake kwamba anataka kurudia kazi yake ya usanifu majengo. Kwa hiyo mama yake anambia mwanangu, na kuamini wewe ni msanifu majengo mzuri. Sasa bwana mkubwa Mahiri alikuwa anamtengenezea chakula bibie Asia. Kwa hiyo Kemal anamwambia hivi, mbona sisi tushakula? Anambia hivi, jukumu la mume ni kumfanya mke wake ashibe. Kisha baada ya pale Kemal akabaki tu pale ananungunika mwenyewe. Hasa Mahiri akafunga kile chakula mpaka kwa bibie Asia kumwambia, njoo ule, najua nimeambiwa kwamba umekula umeshiba, lakini nataka ule na hiki cha kwangu ili ushibe vizuri. Hasa bibie akauliza hivi, safari yako huko ilikuwaje? Hasa bibie Asia akaanza kukumpikia safari jinsi ilivyokuwa. Akatabasamu kwamba mbona tabasamu, ulienjoy? Bibie baada pale akaongea tena chochote. Sasa baada pale kumaliza mazungumzo kati ya Mahiri na Asia, bibie Nedi sasa huko nje alikuwa anamfanyia mchakato binti yake Helen wa kupata kazi kwa bwana mmoja hivi mkali sana mwenye pesa za kutosha. Kwa anampigia debe binti yake Helen aweze kupata kazi. Asubuhi na mapema Helen anapigwa simu na wale watu ambao mama yake aliweza kuongea naye jana. Kwa hiyo anamwambia bwana mkubwa Kemal kwamba hivi wana uwezekano wa kuelekea Spain kwa sababu ameshaweza kupata kazi. Kwa zile taarifa watu wengi walizifurahia kinoma, ni walishangilia kinoma no. Lakini bwana mkubwa Kemal alikuwa anaonekana ni mtu ambaye hajazifurahia hata kidogo. Sasa Kemal akanambia, baby mbona uongee chochote? Sasa Kemal bana anaamua kutoa ya moyoni na kumwambia kwamba hivi, mimi siondoki hapa, na kwa nini umefanya maamuzi bila kushirikisha? Bibi Avona amekasika kwamba hivi, naomba basi tuongea hapa baadaye faraga. Akamwambia hilo kusala kuongea faraga haliwezekani, na kwambia tena mimi siondoki hapa Istanbul. Anajua lile dhumuni la bibie Asia kukosa kazi ni mama yake mzazi. Sasa Gulsa akana shanga baby John China bwana mkubwa, lakini baada hapa sasa Gulsa akatoa ule ombea na kupeleka mpaka kwa mama yake mkwe, mama yake na Mahiri. Hasa mama yake na Mahiri anambia bana huko Kemal akakataa kufanya kazi, sema kila kitu. Hasa bibie Nergis akasikia kwamba Kemal amekataa kuondoka hapa, alifurahia kinoma noma. Hasa katika kule kuongea Kemal naye akaingia bwana, naomba msaidie dawa. Hasa mtoto mmoja wapo ambaye ni Ugo akasema hivi, eti nimesikia unaondoka mbele, kwani umemwambia? Ambia ndio. Akajitetea pale akajiu mama. Lakini bwana mkubwa Kemal akamwambia Ugo pamoja na Hamid kwamba hivi, leo hii tutabaki hapa na hakuna kwenda kokote. Kisha baada pale akaondoka. Wale watoto walifurahia sana. Nergis akatoka pale kwenye kiti chake na kumfuata Ugo pamoja na Hamid na kuwapiga mabusu ya kwenye mashavu.